Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watuhumiwa 3 kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo za kutekwa. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Adija Jimmy Murijo, huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare, ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchari. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Hussein Swaleh mwenye umri wa miaka 48, huyu ni Mnyamwezi na mkulima. Mtuhumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph, ana miaka 34, mkulima na mua. Watuhumiwa hawa 3 kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Adija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Adija Jimmy Murijo, na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi milioni 1,385,800 ambazo zilitumwa kwenye simu ya Adija. Awali walieleza kwamba Adija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Kiemba, tarafa ya Uliankuru, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtuhumiwa huyu alikuwa amekwenda wilaya ya Urambo katika kijiji cha Vumilia, na watuhumiwa walikamatwa na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Natoa onyo kwa watu wenye tabia za kutengeneza uongo waache. Uchunguzi unafanyika kitaalamu, tunao wapelelezi wabobevu kwenye eneo hili, na pale ambapo itabainika kwamba taarifa ambazo zimetolewa hazina ukweli, tutahakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Peter Mchari. Kapigiwa simu, nikapokea, akaniambia mimi nimetekwa. Wewe umetekwa? Wapi ulipo? Akasema huko niliko sijui. Niko kwenye jumba ambalo limepigwa bati, limeezekwa tu, halijawekewa milango wala madirisha. Kidogo nikasikia sauti nzito, lete hiyo simu. Akachukua ile simu, ananiambia hello bro, tunataka utume hela milioni 2. Kaambia milioni 2 za nini? Au unataka tufanye show? Ile swali lile nikaona hawa kweli inawezekana ni watekaji. Sasa kwa sababu ana na mtoto wangu anaye kule, mimi ilibidi nikamwambia nipeni muda. Wakaniambia tunakupa dakika 4. Nilichokifanya nikaenda polisi kwenda kutoa taarifa. Jamani, kuna tukio hili limetokea, kuna mtu fulani ametekwa. Sasa mzee, hebu nenda kalale. Haya maswala yanatakiwa masaa 24. Mimi nikarudi kulala. Lakini wakati huo simu zinaendelea kupigwa kwamba tunahitaji hela. Kufika tarehe 1, ilikuwa siku ya Jumamosi, sijui, nikamuona bwana mmoja hivi anaitwa Malulu. Amekopa hela sehemu 500,000 na mimi nikatafuta 500,000. Jumapili asubuhi zikatumwa hizo 500,000, jioni ikatumwa 500,000. Ndio ikawa milioni. Hicho ndio ninachokifahamu. Mimi naishi naye kama mzazi mwenzangu, yani natunza kitoto kile alichonacho. Sio kwamba naishi kama mke. Yani mimi nashinda kwangu, siku nikiona naenda pale napeleka huduma. Kilichofuata ni kuruhusiwa kule kurudi. Akarudi nyumbani. Watoto wake wakanipigia simu, baba, mama karudi. Kaambia haya, nitakuja kumuona kesho. Siku iliyofuata ambayo ndio ilikuwa Jumatatu asubuhi, nilienda kwake pale. Kaenda kumjulia hali, tukiwa na bwana mmoja anaitwa Dula. Kaenda pale tukamjulia hali, tukakuta kwa kweli hali sio nzuri, ana sheki. Sasa siwezi kujua kama kule kusheki ni kuigiza au vipi, mimi sijui. Basi tukamjulia hali, baadaye sisi tukatoka. Aliniambia kwamba alikuwa anapigwa mabanzi na kwamba kula alikuwa hali. Naona. Alafu akiambiwa naomba maji analetewa mikojo. Ndiyo maelezo aliyokuwa ananieleza. Yaani ushiriki wangu ni kama kawaida. Kodi ya nyumba nalipa, bili ya umeme nalipa, bili ya maji nalipa. Na matumizi anapewa, zaidi ya hapo labda kwa ina lingine. Sasa siku hiyo tu mimi nilishtukia kwamba simu imepigwa kwake. Akaniambia mwenzangu, mimi tunaitwa kwa mkoa. Nikamwambia twende.
Nikamleta mpaka hapa. Akaeleza mwanzo mwisho. Ndio akamuuliza kwamba unaweza kutupeleka kwenye eneo la tukio na ukatuonyesha? Akasema nitawapeleka pale waliponiachia, waliponiterekezea, yani kwamba mimi nakuleta hapa sasa na kufungua, fuata njia hii utakutana na barabara. Pale ndo alipotupeleka. Akawa ameniuliza hivi, kesho vipi utakuwepo nyumbani? Nikamwambia nitakuwepo. Kwani vipi? Akaniambia wifi yangu nimekumisi, nataka nje kukusalimie. Nikasema sawa wifi yangu, karibu. Nimeona wifi yangu kafika, tukapokeana vizuri. Baada ya kuwa amefika, nikakaa kwenye kochi. Baada ya kuwa nimekaa, akaniambia wifi, mimi nimekuja bwana, shida kubwa ni mzazi mwenzangu, babake na katoto, kwa sababu alikuja na katoto kana takriban miaka 3 kuelekea 4, ka kike. Akaniambia babake na huyu mtoto bwana mimi ananizingua sana kwenye maisha. Nina takriban miaka 8 naishi naye, lakini hajanifanyia chochote kile kwenye maisha yangu. Sasa mimi nataka nitengeneze hii shule nipate hela, kwa sababu mume wangu ana hela, maana ni mstaafu wa jeshi, ni mwanajeshi, alikuwa hapo Tabora kaisha staafu. Sasa ana hela. Mwaka jana tu tumeenda Dar es Salaam, tumechukua hela zaidi ya milioni 30, lakini hajanifanyia chochote kitu kwenye maisha yangu. Sasa mimi nikaona hapa nifanyeje? Kila nikimwambia anachonijali sana ni kwenye huduma ya kodi ya nyumba, bili ya umeme, labda nakula, lakini kwa mengine wala hata hanijali. Yaani kama tampata mkaka mwenye uwezo wa kusema, ambaye hawezi kuteteleka kwenye simu, ampige mkwala huyo mbaba, kwa sababu huyo mbaba namfahamu ni mzaifu kwangu, ananipenda na anapenda mtoto wake, hata kubali niangamie, ni lazima hela atatuma. Nikamuuliza unataka utumie shilingi ngapi? Akasema mimi nikitumia milioni 2 kesi imeisha, mimi naondoka. Nikamwambia wifi, milioni 2 yote mtu anaweza kutumia, hata kama ndio mume wako. Nina uhakika zipo, ndio maana anasema milioni 2. Bahati nzuri imefika kijiweni, kuna mkaka nafahamiana naye, waga ananiita mamdogo. Nikamuita, anaitwa Vitu, si huyo kaka. Nikamwambia Vitu, nakuomba nyumbani kwangu nina shida. Kweli yule kaka kaingia ndani. Baada ya kuingia ndani yule kaka, mida tunakula, nikamuuliza wifi, vipi ratiba zako zimekaeje? Akaniambia ziko zinatiki. Kaka akakubali, kasema atanisaidia kupiga mkwala. Nikamwambia haya sawa. Nimerudi kwenye mishemishe zangu, yapata kitu kama kwenye saa 9 saa 10 hivi. Wifi akaniambia hivi, wifi muamala umesoma? Nikamwambia niambie wifi yangu umesomaje? Nimetumiwa 500. Umetumia 500 na kaka ambaye ndo baba Neema, ambaye ndo mzazi mwenzie. Akaniambia yeye kanitumia 500. Nikasema sawa, haina shida. Tumemaliza kula. Wifi yangu ananiambiaje, wifi muamala wa pili umesoma, imetumwa 500 nyingine. Nikamwambia hivi, wifi yangu, kwa mimi binafsi, kwa sababu ulikuja kwa niaba ya kutafuta tu hela ili upate hela ya maisha, kwamba mume wako anakusumbua, hiyo milioni 1 mimi naona kama vile inatosha. Chukua hiyo milioni 1 yako, ukafanya mambo yako, maisha mengine yaendelee. Akasema kweli wifi, mimi mwenyewe saizi nafanyaje? Naondoka. Nikamwambia sawa.